Hapa tulipo tuko mbele ya tangi moja ambalo tumelijenga siku nyingi. Hili tangi lilijengwa chini ya ufadhili wa AFDB. Lina uwezo wa lita milioni 1.5 kwa maana milioni 1.5. Tangi hili lilijengwa kwa maana ya kusavu maeneo ya Machui pamoja na shia zake, na sasa hivi linasavu shehia 4 ndani ya wilaya ya Kati. Kuna Machui paka Ubago. Lakini tangi hili mheshimiwa, lilikuwa linajazwa maji kwa visima vyetu viko pale vitatu, lakini ilifikia pahala likawa haliwezi kujaa kwa sababu ya miundombinu. Visima vile vilikuwa inajaa kwa kutumia masaa 24 ndio linajaa, na mtandao ulikuwa sio mkubwa kiasi hicho. Tulipoingia mkataba na ndugu zetu wa NEC, moja assignment ni kuongeza scope kwa maana mtandao, na sasa tangi hili linajaa kwa muda masaa 7 badala ya masaa 24 tuliokuwa nayo, na tukijaza usiku kwa muda masaa 7, mchana kutwa wananchi wa Machui na maeneo yake wanapata maji bila shida yote mpaka sehemu za Ubago. Tunachoendelea kukifanya sasa hivi mheshimiwa, tunaenda kujenga booster. Booster maana yake ni mtambo wa kusaidia kusukuma maji ili afike mbali zaidi. Niendelee kumshukuru Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa maono yake lakini na kwa maelekezo yake kwetu kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma. Yaliyoelezwa hapa na Katibu Mkuu, nadhani hakuna mtu angependa tuyarejee, maana ni mambo yako wazi na yanahitaji utekelezaji tu uliobaki ili wananchi hawa sasa waondokane na mgao wa maji katika maeneo jirani yaliyotajwa. Mimi kwangu sitaki kusema maneno mengi. Mimi nataka nitoe agizo moja tu kwa Katibu Mkuu, Naibu Waziri, Naibu Waziri na Katibu Mkuu na timu yake. Kile kifaa ambacho Katibu Mkuu ametuambia hapa, ama ule mtambo ambao nataka kufunga hapa, wamesema ndani ya kipindi cha wiki 3 utakuwa umekamilika. Naomba sana lisimamieni hili ukamilike mtambo huu. Wananchi hawa wa jimbo la Uzini, eneo letu hili la Machui na vitongoji vyake wapate maji sasa kwa asilimia zote kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekusudia. Nisingependa na sitapenda hata kidogo Mheshimiwa Madoea na Mheshimiwa Msingiri na Mheshimiwa madiwani wakanipigia simu wakasema bwana, wiki 3 zimepita ule mradi haujakamilika. Lakini wakati huo na nyinyi kuagizeni, ikipita wiki 3 basi mniarifu kwamba mradi, kama nitakuwa sijaingia mwenyewe hapa bila kuniambia nyinyi. Sasa sina wasiwasi, najua Mheshimiwa Naibu Waziri hili wala sina mashaka. Najua juhudi zinazochukuliwa na najua kazi kubwa ambayo inafanywa na najua hili litakaa vizuri. Lakini niwashukuru sana wananchi wa maeneo haya kwa uvumilivu wao na ustahimilivu wao katika kuhakikisha miradi hii tunaitekeleza na hatimaye watapata huduma stahiki kama ambavyo Mheshimiwa Rais amekusudia. Daktari Hussein Mwinyi aliahidi na sasa Daktari Hussein Mwinyi anatekeleza. Kwa hiyo hatutaki uzembe kwenye utekelezaji huu. Lazima tusimamie na tuhakikishe kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa vizuri, maelekezo ya Mheshimiwa Rais tunayasimamia vizuri, na maelekezo ya viongozi wengine ambao tunastahili kuyasimamia tuhakikishe kwamba tunayasimamia vizuri.